kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala amesema sabaqa al-mufarriduna, wametangulia al-mufarridun, wametangulia al-mufarridun. Ina maana wametangulia, maana yake ni kwamba wametangulia kwa ujira, kwa neema, kwa khairi, kwa malipo, kwa thawabu. Tunafahamiana? Qalu, masahaba wakajua, wakataka kujua, kwa maana wakasema wakataka kujua hao mufarriduna ambao wametangulia kwa ujira huo na khairi hizo walizozipata. Tunafahamiana? Huko kutangulia kwao hao mufarriduna ni wakina nani mpaka wametangulia na khairi kama hizo? Qalu wa mal mufarriduna, masahaba wakauliza na ni wakina nani hao ambao ni mufarriduna ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Mtume akawatafsiria sasa maana ya hili neno al-mufarridun, akamwambia qala, akasema adh-dhakiruna Allah kathira. Al-mufarriduna ni wale ambao wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Adh-dhakiruna Allah kathira ni wale ambao, au ni wale wanaume ambao wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Wadh-dhakiratun, na wale wanawake wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani, kwa lazima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wametangulia kwa kupata ujira, kwa kupata thawabu, kwa kupata neema, kwa kupata fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika wanaume, na wale ambao wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika wanawake. Fahimtum ya ikhwata? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifuatwa na mmoja katika masahaba zake, kama tulisema haya katika durusi zilizopita. Akamwambia ya Rasulullah, ausini, usia mimi. Mtume akamwambiaje? la yazalu lisanak rutban min dhikrillah, usiache kuwa ulimi wako ni mbichi kunako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake usiache kuwa ni mtu ambaye umekatika kunako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayit, mfano wa yule ambaye anamtaja Mola wake na yule ambaye amtaji Mola wake, kamathalil hayy wal mayit, ni mfano wa mtu aliyekuwa hai na maiti. Kwa maana maiti haifanyiki chochote kile, ipo, si ndio? Yani haitikisiki, haifanyi jambo. Kwa hiyo yule ambaye atakayeishi katika maisha ya kutokumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi mfano wake ni kana kwamba maiti, kwa sababu yuko hai lakini hamtaji nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni mfu, umeshakufa tayari. Kwa hiyo ikhwa, kuna ulazima na kuna umuhimu na kuna kuhimizo na kuna himizo hapa la watu kuwa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah kathira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illa Allah. Hukaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana katika hali yoyote ile, tofauti na sasa hivi. Tumefahamiana ifuata. Sasa hili inabidi tulifahamu na tulifanyie kazi. Tumefahamiana na tulifanyie kazi na tuishi. Haya ndio mafundisho ya Uislamu wetu. Tunafahamiana ya jamaa tulkhair. Naam.